kuhusu kutoa mwili kama dhabihu ambalo liko hai. Haleluya. Ni kwa sababu kuna watu ambao hutoa miili na kulitoa dhabihu ambalo limekufa, ambalo haliko hai. Leo tunaongea kuhusu kutoa miili yetu na iwe dhabihu ambalo limekubalika. Bwana asifiwe. Hebu salimia jirani, umwambie keti chini, kwa sababu already ushakuja na huo mwili na hakika umeutoa, na diposa siku ya leo unaonekana. Bwana asifiwe. Si tumekuja huku na miili ama tumekuja na roho? Haleluya. Unajua kuna picha zingine ambazo tunaonanga, na tafadhali kama ninaweza sikika, isipokuwa tu ushers peke yao. Kama kuna wengine wako nje, tafadhali. Kama kuna wengine wako nje, na ushers moja anaweza tosha, kwa sababu mwalimu wa Sunday school yuko pale, ili tuwe katika nyumba ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu abia jirani, ulikuja na mwili. Mwili ukalehe roho. Ndio isikie mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu unajua mwili haupendi sana mambo ya kiroho. Na diposa unaona ama unakuta ile adui kubwa, dhere ya nene, sio jirani. Adui yule mkubwa sio jirani yako, sio huyo unaona. Lakini adui mkubwa wa mwili wa kiroho ama wa uzima wa milele, adui yule mkubwa sana ni huo mwili wako. Arogosho mwathani. Mwili ucio waku niguo thunene muno ya kugayo thamaki. Bwana asifiwe. Na diposa tunataka kuongea kuhusu mwili, kutoa mwili kama dhabihu lililo takatifu. Ni kwa sababu hiyo ndio ibada ile Mungu anafurahia sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikataka tuingie moja kwa moja katika neno la Mungu, na hata mimi sitachukua muda mrefu. Ninaona Mama Monica ametupeleka vizuri, tumappreciate kwa makofi mazuri. Mama Monica wakiwa na Maraise wametupeleka vizuri, na hakika tumeona Bwana akiwa pamoja nasi, na ukweli wa mambo tulikuwa na ushirika mzuri sana, na mambo mengi na tukapata nguvu kwa yale tuliyasikia katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Juzi kuna wenye tulikuwa nao mkesho. Ningetaka wasimame tu appreciate tu kwa makofi, kwa sababu tulikuwa na mkesho ambao ulikuweko pale pale kanisani Raskofu wetu Elementaita, na kuna wenye tulikuwa tumeenda pamoja na wao. Ningetaka tu tusimame ili tu appreciate kwa makofi tu. Unajua mimi nimesimama, nilienda peke yangu. Kuna wenye tulienda na wao, hata mwenye kupiga picha bado amesimama. Kwa hivyo hata yeye tulikuwa pamoja na yeye. Tulikuwa hivyo. Kuna mmoja sioni. Si tulikuwa na Kuria, ako wapi? Ama mnafikiria mimi sionangi mambo? Mimi si tulikuwa na Kuria. Na nilikuwa nimemwona huko, ako wapi? Ametumwa kidogo. Hatutakagi watu wakitumwa wakati wa ibada, hatutaki. Tunataka zizi zote tunakuanga huku, isipokuwa tu ni mambo ya haraka haraka. Tunataka zote tunakuwa huku, si ndio? Tu appreciate hawa watoto wetu katika jina la Yesu, kwa sababu ketini chini walituwakilisha kule, na tukaonekana kanisa la Kabati limehudhuria, na askofu wetu alifurahia sana, kwa utukufu wa jina la Yesu. Haleluya. Ningetaka tuende katika maandiko, na ninaona wanalika mkiniangalia. Tulisema unajua
Shetani anatujua vizuri sana na anatuelewa. Na wakati tunafunzwa, kwa sababu hata sisi tunafunzwa mambo ya kusikia. Usiposoma ama usipoandika, unaweza jikuta umepata 20%. Lakini ukiwa na kitabu ama ukiwa na kalamu ukiandika, unaweza pata 80%. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tafadhali na waomba, kama unajua kusoma, hata kama hauna Biblia, unakuja na kalamu na kitabu. Kama wewe ni mwanarika unajua kusoma, uko na Biblia hata kama iko kwa simu kama hii yangu, unastahili kuwa na kitabu, ili pale tutasoma uende uanze hapo juu, ili tufike hapo usikie ni nini iliendelea. Alafu kwenye tutafikisha uteremke chini kidogo, ili uelewe kabisa, kwa sababu sina muda mrefu wa kupanua sana. Haleluya. Nadhani warogosho uti mogokaga na ifuku tafadhali na kalamu, kwa sababu kuna wakati tutakuwa tukihubiri na tuwe na siku ya kuuliza maswali. Unajua mtu akiwa ameandika, ukimuuliza swali anaangalia haraka anakumbuka. Mtu akiwa ameandika, akienda nyumbani anatafakari vizuri, anarudia vizuri. Haleluya. Hebu tuone kitabu katika Romans Warumi. Ni barua ambayo iliandikwa na Paulo, na hili lilikuwa jiji kubwa sana la Roma. Na by the way, hao watu hawakuwa wanamjua Mungu, na ilikuwa nchi kubwa sana, ilikuwa inaogopwa sana na watu. Lakini Paulo alifika kule, na ukikumbuka sana kuhusu Paul, alikuwa mtu mbaya sana, lakini wakati alibadilika, unajua, na ndiposa aliandika haya maandiko, kwa sababu tunaona Sauli alikuwa mtu mbaya sana, na alikuwa anajitoa kuangamiza wateule, kuangamiza kanisa, kuwapiga, kuwanyorosha. Alikuwa anajitoa kabisa. Na ndiposa wakati alirudi kwa Mungu, tunaona Paulo alijitoa zaidi. Yeye alijipeana, alijitoa. Zamani alikuwa anatoa dhabihu ambalo lilikuwa limekufa, lakini wakati alikuja kwa Mungu, alianza kutoa dhabihu ambalo liko hai. Haleluya. Tunaona akiandikia hawa wa Roma. Ni kwa sababu unajua kuna watu ambao hawatakangi kujitoa, kutoa mili yao. Mtu ni kutumana tu, enda uwasalimie. Kile kilikuwa kinaitishwa ndio hiki. Kulienda namna gani? Kutumana. Hawataki kujitoa. Haleluya. Wacheni niwaambie wapendwa, Gaire mbere ya endete kile twina kio kama kile tumetoa sadaka. Kwanza Mungu sisi ndio anahitaji sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi ndio Mungu anahitaji sana. Na ndiposa Paulo aliwaambia, tusome hapo 12, Warumi 12 aya ya kwanza. Mwenye ako na Kikuyu atanisaidia, na tutasoma tu hiyo laini moja. Hiyo ndio tutasoma, tutumie kama dakika 20 tumalizie, kwa sababu ya mkutano ambao tumetangaziwa na assistant, ili tujue vile anataka. Warumi 12 aya yake kwanza, na tutasoma tu hiyo ya kwanza, hatutasoma kwingine. Biblia inasema, kwa hiyo ndugu zangu, na wasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. Hii ndio ibada yenu yenye maana. Mwenye ako na Kikuyu anisomee tafadhali. Warumi 12 aya kwanza, Roma 12 tuambiririe imwe, tuthome laini hiyo tu peke yake. Mwenye ako na Kikuyu anisaidie kusoma. Unajua leo mwenye ananisomea ndio anachukua picha pale. Baba Monica ama wadada moja somee.
Aroma 12 tuthomera hauraini emwe. Rekei tugithome. Igukira ugo Aroma 12 wakiriria muhari we. Tondu wa maundu macio ariũ a ithe witũ rĩ, ndamũthaitha nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai anamũiguĩra tha atĩ mĩruta mĩĩrĩ yanyu ĩtuĩke ihaki rĩa kũmũhakĩra igongona narĩo rĩrĩ muoyo na rĩrĩ itheru, o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai, arĩ guo ũtungati wa ũthingu ũrĩa ũmwagĩrĩire. Praise God. Hallelujah. Barikiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu ambao hutoa miili yao. Sijui kama unanisikia. Kuna watu hutoa miili yao, wanaenda kuitoa dhabihu ambalo ni dhabihu limekufa, ambalo ni dhabihu haliko hai. Tukiangalia ama tukirudi nyuma kidogo, tunaona vijana wawili ambao walikuwa wamezaliwa na mzazi mmoja. Tunaona wao wawili walienda kutoa dhabihu, na tunaona mmoja kwanza yeye mwenyewe hakuwa amejitoa. Unajua kuna watu wanafikiria ati Mungu anapenda mali, Mungu anapenda pesa, Mungu anapenda ng'ombe, Mungu anapenda mbuzi. Kitu cha kwanza, wewe ndiye Mungu anataka. Na ndiposa unasikia neno ikisema kutoa mwili kuwa dhabihu ambalo liko hai. Ili huu mwili, kwa sababu ni dhabihu liko hai, sasa hili dhabihu liko hai lianze kumtolea Mungu dhabihu. Tunaona kijana mmoja alikuwa anaitwa Kaini. Huyu kijana kwanza aliona mali yake ya shamba, akaona jinsi amelima vizuri, akaona jinsi yako na mazao mengi, akaona vile alikuwa na mboga kama ndio zilikuwa zinalimwa wakati huo, kile kilikuwa kinalimwa wakati huo. Kaini aliona ako nazo, na tunaona wakati alienda mbele za Mungu, Mungu alimtazama yeye mwenyewe akamkataa. Bwana asifiwe. Kiongozi wa ibada alituambia hapa, wakati tunakuja katika nyumba ya Mungu, tunastahili kuja tukiwa tumenyenyekea. Ni kwa sababu tumekuja katika ibada. Miili yetu imekuwa ibada. Kwa sababu maandiko yanamalizia hapo chini inasema ibada ambayo ndio nzuri, ndio ile inatufaa sisi. Haleluya. Lakini tunaona wakati Abel alitaka kumtolea Mungu dhabihu, kwanza yeye alijipeana. Haleluya. Abel alijipeana, akajipeana kwa Mungu. Akajua, Mungu wewe ndiye umenipea mifugo. Mungu hizi ni baraka zako. Mungu isipokuwa ni wewe singelifanya kutoa hili dhabihu. Akanyenyekea kwa Mungu wakati anapeleka dhabihu na akamtazama. Haleluya. Bwana asifiwe. Boy andũ aingĩ maugaga atĩrĩrĩ atĩ tondũ he kĩndũ ũreka, arogocwo Mwathani, Ngai ndaroraga kĩrĩa ũreka. Ngai ambaga gũkũrora we, nĩgetha agũtĩkĩra ũndũ ũrĩa ũngĩ ũkwenda gwĩka, Ngai akawĩtĩkĩra. Haleluya. Kwa hivyo kitu cha kwanza Mungu hukubali hilo dhabihu lako. Sasa kama leo umekuja umetoa mwili wako kama dhabihu, sasa Mungu Baba anataka kuangalia kama ni dhabihu liko hai. Ili ukitoa dhabihu liko hai, yale yote utakaposema katika haya madhabahu hakika yatakubalika katika jina la Yesu. Arogocwo Mwathani. Ndukuri andu angi mokaga kanitha, mundu okire kurora uria gukuinwo, mundu okire
nigetha ndakorio uratirire niki mundu okire nigetha hari ikaraga atikorio eha. Yani mtu amekuja ako na mambo mengi amejibebea. Huyu mtu hako na lengo moja, ati mimi nimelete mwili wangu kama dhabihu mbele yako Bwana. Nimekuja kukuambia asanti Bwana, nimekuja mbele zako. Mimi nimenyenyekea, ni kwa sababu kile niko nacho isipokuwa ni wewe singekipata. Haleluya. Paulo akaandikia watu wa Roma, ni kwa sababu wengi wao walikuwa wanaenda tu. Mtu anakuja anaonekana kanisani, hata unakuta wengine wanasengenyana wakiwa kanisani, wanachunana wakiwa kanisani, wengine wanaongea wakiwa ibadani. Bwana asifiwe. Haleluya. We arogocwo mwathani ndamuthaitha andu a Ngai thiini wa ritwa ria Jesu, hindi iria tuguka kigongona-ini, rekei turehage mĩĩrĩ ĩno itu tukaruta igongona ri muoyo, nigetha maria mangi mothe tugwika Ngai akametikira. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwanza Mungu akukubali, ujipeane kwa Mungu. Mungu akufinyange, Mungu akutendee, akufanye jinsi apendavyo. Kutoka hapo uanze kumtolea dhabihu. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu aroturathima. Akaide mwiri andu a Ngai. Ngai ndakena no guka, ni woka tu. Woka na ikara thi. Athani arogocwo. Wambĩrĩria kũrora ũrĩa wa Monica atũtwarithia, ũrĩa nyina Lucy oĩ Gĩthweri akaugaga oronire hau ũngĩugona. Yani unakuta mtu amekuja katika nyumba ya Mungu, lakini Mungu akimtazama anaona dhabihu ambalo haliko hai. Na ukweli mtu akikuja kumtolea Mungu dhabihu ambao haiko hai, usikubali mtu atoke na baraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Dakika zangu zinaelekea kuisha. Bwana asifiwe. Hebu nikitaka tuone na tujue kitu cha kwanza Mungu ambacho mwathani arogocwo. Ona handu Samueli oririe mundu gwitwo Saulu atiriri, wiciragia Ngai akenagio ni magongona? Unafikiria Mungu hufurahishwa na dhabihu ambazo zinatolewa? Unafikiria muuliza, unafikiria, kwani unafikiria huyu Mungu wetu ni aina gani? Unajua kuna watu wengine hufurahishwa na kile mtu ametoa hata kama mtu ni mwazi. Samueli alimuuliza Sauli, unafikiria Mungu ambaye tunamtumikia hufurahishwa sana na dhabihu? Mwathani arogocwo. Kile kinamfurahisha Mungu sana ni wewe. Wewe ndiye Mungu anapenda sana, na wewe ndiye unastahili ukijitoa, ukijipeana, na unajijua vizuri. Unajua mimi nimekuja kwa ibada na nimejipeana. Kishikia mtu wa moshene akikuchuna chuna, unaweza mwambia kiroho, unaweza mwambia na kiroho chidwe, kwa sababu anakusumbua. Wewe umekuja umejitoa, umetoa mwili wako, umeacha mambo mengi. Hivi sasa leo ni Jumapili, watu wengi wako matembezi, watu wengi wanasherekea, lakini wewe umeutoa mwili wako kama dhabihu ambalo liko hai, ili umtolee Mungu dhabihu. Kwa sababu Mungu kabla kumtolea dhabihu, wewe kwanza ndiye anahitaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua ninaweza nena tu, mwanze kuuliza sasa, na nimekuja na sadaka, si Mungu amepokea hiyo?
Bwana asifiwe. Sasa kama mimi nimekuja na shukrani, si Mungu amepokea. Biblia imetujulisha vizuri sana. Mili yetu ndio sadaka kwanza. Alafu tukinyenyekea kwa Mungu, tukikubalika, tukionekana lile dhabihu tunatoa liko hai, sasa tunakubalika kuenda mbele. Step nyingine. Sasa unaanza kutoa dhabihu ndani ya moyo wako. Unaanza kumtolea Mungu dhabihu, kama ni za shukrani, kama ni za sifa, kama ni za utukufu wake. Lakini kwanza umejipeana mwili wako uwe dhabihu liko hai. Haleluya. Hebu tumalizie na kitabu laini moja tu. Kwa katika kitabu cha Mwanzo. Genesis 4 verse 3. Kiambĩrĩria ithatũ. Thome laini igĩrĩ tu, nitasoma laini mbili tu. Na tafadhali kama unarara, unaweza kuwa umenikosea sana. Bwana asifiwe. Kama unarara unaweza kuwa umenikosea sana. Kwa sababu sio vizuri wapendwa, unakuja kanisani badala ya kupata baraka unarudi nyumbani na laana. Kwa sababu wewe ulileta mwili lakini haukuutoa uwe sadaka iko hai. Sasa unajikuta ukirudi nyumbani unaenda ukisema, sasa hizo ni sifa gani walikuwa na sifu? Sasa walikuwa wanafanya nini? Sijui walikuwa wanaruka wengine juu wengine chini. Sijui mwingine alikuwa amevalia nguo sijui imefanana na nini. Mwingine alikuwa amevalia kiatu kidole kilikuwa nje. Yaani kuna mambo mengi unaona kwa sababu ulileta mwili lakini haukuutolea dhabihu. Bwana asifiwe. Wewe kwanza ndiye Mungu anahitaji sana. Kabla ya kutoa kitu chako, kabla ya kutoa shukrani, wewe ndiye kwanza Mungu anahitaji sana. Na ndiposa ninataka tuone hapa katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 4 tusome laini ya 3 na ya 4. Biblia inasema, baada ya muda Kaini akalete baadhi ya mazao ya shamba kama sadaka kwa Bwana. Haya, ya pili. Lakini Abel akalete fungu nono kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Bwana akamkubali Abel. Hapo ndio nilikuwa ninataka tuone. Haleluya. Tunaona kuna mazao walikuwa wanapeleka. Tunaona Kaini alikuwa mkulima. Labda alikuwa amekuja na mahindi, alikuwa amebeba mboga, alikuwa amebeba viazi, alikuwa amebeba jahe. Kile chochote alikuwa analima, alikuwa amelete. Lakini tunaona huyu kijana Abel, zile alikuwa amelete. Hapo maandiko yanasema vizuri, Bwana akamkubali Abel. Kitu cha kwanza, Bwana hakukubali sadaka. Kwa sababu Mungu hakuwagi na shughuli sana na sadaka. Kile kitu anakuanga na shughuli sana nacho ni wewe. Maandiko yanasema akamkubali Abel kwanza. Alimuona kijana amenyenyekea. Alimuona kijana mkarimu. Alimuona kijana mwaminifu. Alimuona kijana anakuja akiwa ananyenyekea. Anakuja na shukrani akinyenyekea. Asante Mungu kwa sababu ya hii mifugo. Wengi wanajaribu kuchunga yanakataa. Lakini mimi umenibariki. Naja kwako Mungu na shukrani. Anakuja akiwa amenyenyekea. Wakati Mungu alimtazama, kaona kijana anakuja kumtolea dhabihu. Akaona yeye kwanza amejitoa. Yeye amejipeana. Amejipeana kwa Mungu. Biblia inasema Mungu akamkubali Abel pamoja na sadaka. Haleluya. Wapendwa, ningetaka kuhimiza katika jina la Yesu, tujitoe miili yetu iwe kama sadaka, ili tukijitoa
tunakubalika kusongea mbele, tulitoe dhabihu ambalo liko hai. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Wapendwa Mungu, Ngai atuiguire tha mundu ucio ke Ngai akuiguire tha tondu Kaini athiete kuruta igongona, lakini ni kwa sababu ya kukosa kujitoa yeye mwenyewe. Hili dhabihu lilimharibikia baya sana, kwa sababu tunaona wakati Abel alikubalika, tunaona wivu ukamuingia Kaini, kwa sababu dhabihu lake halikuwa hai kukubalika, kwa sababu jinsi Mungu alimuona. Si tunaona hata wale watu wawili, Mfarisayo na Msadukai, ama yule alikuwa anaitisha kodi. Si tunaona wale wawili, Mfarisai alikuja na kiburi, akakuja akapita akaingia mpaka kwa madhabahu, akaanza kuambia Mungu, tazama mimi natoa fungu la 10, mimi ninakufanyia hivi, mimi ninafanya hivi, mimi ninaonekana ushirika katika maombi, ninaonekana, lakini mimi sifanani na yule. Bwana asifiwe. Wakati alitazamiwa, aligawa nini katika madhabahu? Alienda na nini? Alienda na laana, lakini alikuwa amekuja na mwili kama vile mimi nilikuwa nimekuja. Alikuwa amekuja na mwili kama vile wewe ulikuwa umekuja. Kwa hivyo wapendwa, na wasihi kama Paulo alipowasihi wa Roma, itoeni miili yenu kwanza, kama vile Mama Monica ametuhimiza. Ukisikia watu wako ushirikani, kama wewe hujaumwa, unasikia miguu yako iko sawa, jitowe, na usikuje ili uonekane. Bwana asifiwe. Usikuje ili uone vile kulivyo. Usikuje upate hadithi ya kwenda kunyihia Hawaii. Ate musheshe uko hana gati Ngai au kanyomba. Oi. Nigo mundu ekira gatuku atega. Au kanyomba gake ri. Ona gathono ni kunyako. Yaani unaenda ushirika kuangalia vile dada yako alivyo, vile ndugu yako alivyo. Hujaenda kutoa dhabihu iko hai. Kuna mambo mengi umeenda kuangalia, kama vile alikuja arogosho mwathani. Oi, yaro tulirikana. Yesu arotulirikana andu a Ngai. Bwana atuhurumie. Na wasihi wapendwa, zote kama tunakuja katika nyumba ya Mungu, kila mmoja akitoka awe akijihizi dhabihu lake limekubalika, kwa sababu yeye amejitoa. Haleluya. By the way, na nigi ukaguku yukaga na taito ate ya muhunjia. Kuna wakati nitawavunza wenye wataingia mbinguni, kwa sababu watu wanafikiria akina askofu ndio wataingia, akina mareferee ndio wataingia, akina mapasta ndio wataingia, akina machere ndio wataingia. Wachani niwaambie wapendwa, kwa Mungu hatabui taito. Ila mundu ucio ngaido taito ni kuiga ate. Mungu hatabui taito. Hata kuna wengi sana watakuwa na taito, lakini watafugiriwa nje. Si hata sisi ni washuhuda. Unasikia kuna mtu ako na taito kubwa, lakini yale mambo ametenda hayabatani na ile taito yake. Halo. Anasifie. Halo. Ona tukamire. Hata mimi wakati ninakuja katika hii nyumba ya Mungu, ninajua ninaweza rudi na laana, na ninakuja kama nimenyenyekea. Sioni kama kuna taito, hata sioni hiyo kama ni kitu, kwa sababu taito hakuna mahali itanitereka. Ekai ndimwire andu a Ngai ati tondu ni wathuro chairman wa yuthi, togo George arathurirwo. Wana yuthi hawawezi ongea, ni wewe tu unaongea. Wakiongea unawakemea. Bwana asifiwe. Wakati Yesu Kristo wakati wake ulifika wa kupaa, tunaona mitume wakiulizana, kwa sababu Yesu Kristo sasa ameenda.
nani atakuwa mkuu wetu? Wakati walienda kwa Yesu, aliwaitia mtoto. Haleluya. Wapendwa, hata kama uko na cheo gani, nyenyekea. Hata kama uko na elimu kiasi gani, nyenyekea, kwa sababu hiyo ni neema. Hiyo ni neema ya Mungu. Ni neema tu Bwana amekuongezea. Nyenyekea mpendwa. Arogocwo Mwathani Yesu aroturathima turute mĩĩrĩ itũ andũ a Ngai ĩtũige igongona, na to igongona tu, igongona rĩega rĩ muoyo rĩngĩtĩkĩrĩka, tondũ kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ithuĩ ũtwagĩrĩire. Hiyo ndio ibada ile sisi tu ile inatustahili. Hiyo ndio ibada yetu, kujitoa, kutoa dhabihu. Unatoa mwili wako, unanyenyekea, unapiga magoti, unanyenyekea, unaambia Mungu nifinyange. Kama niko na kiburi, Bwana shusha kiburi. Kama ninajiona mimi ndio, Bwana nishushe. Haleluya. Si tunaona kiburi kilikuwa na Nebukadnezaro. Ninamalizia. Si Nebukadnezaro alionekana akiwa na kiburi sana. Lakini niwaambie wapendwa, hata kama umebarikiwa kiasi gani, hata kama uko na karama kiasi gani, hata wakati tulikuwa huko Kamahe, wakati tulikuwa homecoming ya Reverend, kuna mambo mengi sana askofu alifundishana, na alisema kitu cha kwanza kibaya ni kiburi. Hata kama uko na hata kama uko na nguo kama gunia 2 na mwingine ako na 2, msalimie kwa upendo wa Bwana. Usijione, usimudharau, kwa sababu anaomba Mungu ambaye amekuwa mkarimu kwako na anaweza kuwa mkarimu kwake. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo watu usahau. Unamdharau mtu kwa sababu ako na kanyumba kadogo, lakini hujui kesho Mungu amemwekea nini. Na mdharau. Ukikuja nyumba ya Mungu, kuna yule unasalimia ukimkupata, kwa sababu unampenda zaidi kwa yale anakutendea. Kuna mwingine unamsalimia kama mikono iko na sindano, unagusa tu hivi unaondoka. Unamuona mchafu, unamuona mwenye njaa, unamuona hastahili. Bwana asifiwe. Ati kwa sababu wakati mmoja ulienda kwa nduka, mtoto wake akakuja akasimama akakuangalia ukinunua mkate na hata peremende ya shilingi huku mnunulia. Sasa unamdharau kwa sababu ya yule mtoto, na hujui huyo mtoto atakuwa nini. Bwana asifiwe. Watu ambao wanajitoa kwa Mungu hawana mambo mengi, wanajitoa kama sadaka, wanatoa miili yao, na hiyo ndio ile ibada ambayo yanastahili. Tunaona Mungu alimkubali Abel kabla ya kukubali sadaka. Kwanza alimkupatia Abel, akamkubali kwa vile alikuwa amekuja akiwa amenyenyekea. Alikuwa amekuja akiwa amenyenyekea. Alikuwa amekuja akiwa ameinama. Roho yake ilikuwa inamtazamia Mungu. Sasa wakati Mungu alimwangalia, Mungu akapendezwa na Abel, akamkubali kwanza, alafu akapokea sadaka yake. Bwana asifiwe. Wewe ndiye kitu cha kwanza Mungu hupokea, ili ukisongea kwanza kutoa dhabihu, dhabihu lako linakubalika. Bwana asifiwe. Lakini wewe mwenyewe usipokubalika, hata ukitoa 1,100 hata kubalika. Au negwenda turore muno mundu wa Ngai, ona ungeruta 10,000 gicunje, ona ungihotha sadaka ya 5,000, ona taru tugeka conference to ni tugwika ya kurikiriria haria rugongo, tukubanga na wega, ona ungeruta 50,000 na ndwitikirikite, hiyo ni laana tu.
Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza ni wewe mwenyewe. We, ero cionge nenie. Nenie. Tuiguthe ugo uge neni ni mimi. Mimi ndio kwanza ninataka nikubarike. Unajua kuna watu wengine wanasema ati bado nahonokete na ndirathi rugendo na aria marathi, bado nimeokoka ai, na bado ninaenda safari na wenye wanaenda na wakizimia, kwa sababu wanaweza zimia. Si mtu ni mtu, si hata kuna wengine wamezimia. Mtu anaenda unasikia amerudi nyuma. Kama unawafuata tu, mimi nafuata wengine tu sababu wanaenda, mimi nawafuata tu haleluya. We, usiwe kufuata watu. Haidia mundu mwire tika kurumagirira andu. Salimia jirani umwambie si kufuata tu watu. Ni wewe uko na mwelekeo. Bwana asifiwe. Sasa unaweza kuta watu uwafuate tu na hujui kwenye wanaenda. Na kama ni kutoroka wanatoroka, unawafuata tu. By the way, kuna mzee mwingine aliniambia, nikumalizia ninamalizia. Ni vizuri watu kujielewa vizuri. Na ni vizuri watu kujijua vizuri. Huyo mzee alikuwa ametembea Mombasa na alikuwa na siku 2. Na unajua watu ambao wanajitoa, badala watu ambao wanajitoa mili. Unajua ukijitoa mwili wa ndani ndio huwa sana ukiongea juu yako. Lakini si mwili wa kawaida. Wa ndani ndio unaongea sana. Na huwezi sengenya. Mambo mengi Mungu anakujulisha. Sasa huyo mzee alikuwa amekaa orofa ya pili pale juu. Alikuwa ameshika kasichana ka sister yake. Sasa akiwa pale akaona mtu pale chini akiwa amebeba carton. Akamuita, mzee hebu kuja kidogo. Akakuja akamwambia sasa uniangalie curtain nifike pale baharini nirudi. Bwana asifiwe. Ninataka kuongea kuhusu kutojielewa. Kufuata tu kiwabiwa hivi sawa sawa. Unakula githeri? Ndio ninakula. Na ikichanganywa na uji iko sawa, bora uweke chumvi. Yaani kila kitu. Nakula viazi yako hehia? Ndio. Na ikishamukio sawa. Ukichoma mahindi na maganda iko aje? Sawa. Yaani unachanganya vitu, hujielewi. Ni nini unapenda sana? Zote. Sasa huyu mzee hakujielewa. Wakati aliambiwa niangalie hii carton, fike pale baharini nikuje. Saa hiyo askari wakakuja. Wakamuuliza, na sasa mwenzako ndio tunafuata. Huyo rafiki wako wako wapi? Uliza rafiki gani? Huyo amekuachia hii carton. Mimi simjui, mimi ni mgeni hapa, niko na siku 2. Hatujui kama uko na siku 2. Umeachiwa hii carton na mwenzako na twende ukasimame mbele. Bwana asifiwe. Huyo mzee alipata shida kwa kutojielewa. Haleluya. Ati kama unakuja ushirika, ukikutana na wengine ati na hapa kuna karamu, andu twetu na kwina andu hararugo migate. Hata unashikia hiyo moshi, hizo nyama zinachomwa kule. Mata yanaanza kuteteka. Uliko unaenda ushirika. Saa hiyo unageuka. Twende. Na hujakaribishwa. No way. Tujitoe wapendwa. Tujitoe kwa Mungu. Tujitoe na tumtolee dhabihu. Tusijitoe kama Kaini. Kaini alijitoa kwa mavuno. Akatoa mavuno yake. Lakini yeye mwenyewe hakujitoa. Mungu akamkataa. Lakini tunamuona Abel alijitoa. Akajitoa. Alafu sasa akasongea. Akamtolea Mungu dhabihu. Na Mungu akamkubali na dhabihu lake. Haleluya. Wapendwa, tusimame katika jina la Yesu. Tusimame juu katika jina la Yesu.